Lakini ndugu zangu wana Lindi, leo tumepata taarifa si ya kupendeza kule Zanzibar. Rais wa Zanzibar ameondokewa na mdogo wake. Lakini mdogo wake huyu alikuwa ni mgombea ubunge jimbo la Fuoni. Lakini Mungu amemhitaji na ametangulia mbele ya haki. Kwa niombe kwa imani zetu kwa dakika moja nasi tumuombe na Mwenyezi Mungu ailaze roho yake pahali pema peponi. Amen. Na kwa taarifa tu kwamba watazika kesho baada ya Ijumaa. Kwa tutakwenda kuungana nao. Ndugu zangu, ni washukuru ndugu zetu. Ndugu zetu walioungana nasi leo. Kuungana nasi ni jambo moja, lakini walioyaeleza ni mazito sana. Kwa na washukuru kwa maoni yao, wameona hivyo na wakaona waje kuungana nasi. Nina imani wale wengine ambao bado wana roho za kukereketwa, wakiwasikia kama hawa, roho zao zitakuwa zinapoa na Mungu anawapa utulivu wa nyoyo ili wote tuungane na Tanzania yetu tuende nayo kwa salama, kwa utulivu, kwa amani, wote tuwe wamoja. Tanzania oye! Kwa hiyo kwa dhati kabisa kwa niaba yenu nawashukuru ndugu zetu wote walioungana nasi leo. Asanteni sana. Kilichovutia zaidi ni kwamba mama amemwambia baba, bwana hakuna matumaini huko, twende huku. Na wote wamekuja pamoja hapa. Baba na mama oye! Ndugu zangu wa Lindi, toka jana ninapozunguka nimewasikiliza wagombea ubunge wa majimbo takriban yote ya Lindi. Na wale niliofanikiwa kufika kwao nimefika kwao. Nimesikia mambo ambayo yamefanyika ndani ya mkoa wa Lindi. Kwenye mambo ya sekta za kijamii, kwenye mambo ya sekta za kiuchumi, nimeyasikia vizuri sana. Kwa kweli kazi imefanyika. Kazi imefanyika. Nilikuwa nawaambia wenzenu kwamba hakuna awamu itasema nimemaliza kazi yote. Hakuna. Lakini kwa kweli katika kipindi hiki cha miaka 5 iliyopita kazi kubwa imefanyika. Na kama mtatupa ridhaa kuendelea, mengi ya yaliyoanza hapa tunakwenda kuyamaliza kwenye awamu ya 6. Kwenye kipindi cha pili cha awamu ya 6.